Naam mzee, habari yako? Mzuri bwana. Kwema kabisa. Mzima sana. Heri. Khairi. Habari ya Juma bwana? Shukuru Mwenyezi Mungu. Ndio bwana. Kwa kweli michezo ni uungwana. Ndio. Si malumbano na kuvurugana na kusukumana na kudharau vyombo vinavyotuongoza katika mpira wa nchi hii. Ndio. Mtu asifike mahala akafanya mpira ni siasa, na asifike mahala akaona yeye yuko juu ya vyombo vya sheria. Ndio. Yaani kwa ufupi tu ni kwamba wenzetu Yanga wameingia kwenye songesha. Unayosongesha kama mtu unadaiwa, wewe rukaruka tu. Siku utakapotia hela tu wao wanakata. Kwa hiyo Yanga amekuwa kama songesha. Kwa hiyo Yanga wasibabaike na kujaribu kulalamika. Yule ni halali, ni madeni ya halali yaliyokuwa yanakwenda huko, na kama wana wasiwasi waulizie, lakini wanajua. Yaani wanajua kilichofanyika. Ni madai wanadaiwa. Kwa hiyo wameweka hela imekatwa. Kwa hiyo Yanga ni kama songesha, umeingia kwenye mpango wa songesha. Asante. Hichi kitu kilikuwa kinatokea hata kwenu. Hichi kitu kilikuwa kinatokea hata kwenu. Kwa kweli sidhani kama tuna kumbukumbu hiyo. Kama labda ni jambo moja tu. Mara fulani tu tunajaribu kuona kwamba tuliwahi kupata ubingwa katika hiyo. Lakini tukubali kwamba hiyo ndio hali. Kwamba songesha alipita kule, kwaona ilikuwa mfano. Kwaona wao wameruka, lakini wameingia kwenye songesha. Wenye vyombo vyao vya nini viongoza soka wamekata hela yao. Kwa sababu wanaruka, wanazunguka. Kwa hiyo ni jambo la halali limefanyika, isiwe sababu. Maana kulikuwa tunazungumza masuala ya mpira, sasa nasema tuna madeni, tunadaiwa hela za ubingwa kadha. Kutakuwa nika watu. Wezi si wanafanyaje? Sio wanakata huko. Sasa wamefika mahala sasa kama wanaombua watu kwamba wezi na kadha. Kwa hiyo ukweli ni kwamba wanadaiwa wao na ni wadaiwa sugu. Kwa hiyo vyombo vya mpira vimefanya haki yake, na kama wana malalamiko wafanye officially, hata kasi waende. Wataambiwa huko kwamba wanadaiwa, wao ni wadaiwa sugu. Kwa unataka kuniambia mzee wangu, unataka kuniambia hichi kitu ambacho wanachokifanya watani wako hawako sahihi. Hawako sahihi. Wapeleke mpira. Wapeleke timu uwanjani siku ya Jumapili, mechi 184 ichezwe. Manake imetokea. Kiongozi aliomba saa moja tu mbele. Saa moja. Wakatoa timu kwa mbwembwe na kelele na majivuno na nini. Kiongozi wameweza kufanya vile, lakini kiongozi wa siasa. Sawa, lakini mara hii hawa hivi ni vyombo vinavyoongoza mpira na vinavyoongoza wao. Na mechi ile pia ilichezwa ile. Kiongozi saa moja, baadaye ilipangwa ikachezwa. Sasa na hii tarehe 8 pamoja na mambo yake imepangwa ichezwe. Kwa hiyo walete timu uwanjani. Wasiruke hapo. Kwa unaona shirikisho wako sahihi? Wako sahihi kabisa, wako sahihi. Wako ungana na shirikisho. Ungana na sheria na vyombo vinavyotongoza katika mpira. Asante. Asante sana.